Karibu katika sehemu ya 3 ya recap yetu. Tulipokuwa tumekomea ni mara baada ya kumshuhudia bidada Yora akimwambia mtoto wa mbunge kwamba yeye ndiye anapaswa kuomba msamaha na sio wao kumwomba yeye msamaha. Mtoto wa mbunge alimaindi sana na akaapa kuwafanyia kitu kibaya na ndani ya wiki moja wote watakuwa wamefukuzwa kazi katika eneo hili. Kumbe mwamba Suyang sio kwamba alikuwa anatengeneza ile mashine ya kuweza kufungulia nati, bali alikuwa anarekodi kila kitu ambacho kinaendelea hapa ndani. Bwana wewe, mtoto wa mbunge aliposikia ile rekodi akagundua kwamba ameishiwa pawa kabisa. Lakini ndio ikawa kwa mara ya kwanza kabisa yule mwanamke kiongozi wa masuala ya mapokezi akaweza kumpongeza bidada kwa kusema kwamba hongera sana kwa kusimamia nafasi yako na kutuheshimisha pia. Bidada kuyasikia haya maneno kutokea katika kinywa cha kiongozi wake hakuamini kabisa. Mbadala wa kufurahi alijikuta mpaka anatilika machozi. Akakumbuka mpaka siku ya kwanza alipoweza kuingia katika ofisi hii. Lakini huyu mwanamke Sokuni ambaye ni kiongozi wa masuala ya mapokezi pia akamfuata mwamba Suyang na kumwambia kwamba hongera sana kwa kushirikiana na bidada katika kutuheshimisha. Isingewezekana sisi kuomba msamaha kwa yule binti. Sasa wakati mwamba anaendelea kushangaa hapa, kumbuka kwamba katika maeneo ya airport kuna kuwaga na vitu vinaitwa vacuum cleaner, yani yale maroboti ambayo huwa yanasafisha maeneo. Sasa akimtazama huyu jamaa anaona kuna vyuma ndani yake, akawa anataka kwenda kumsafisha. Jamaa akawa anakimbia tu. Katika hizi harakati za kuendelea kukimbia akajikuta ameweza kukutana na bidada Yora uso kwa uso. Namna walivyokuwa wanatazamana hivi, kuna namna fulani hivi ilikuwa inaibua hisia ndani yao. Hasa katika eneo hili la airport, leo kuna mwanamke alikuwa anataka kujifungua, basi anapiga makelele sana tu. Lakini mwanamke anasema mimi siko tayari kujifungua kabisa kwa sababu mume wangu hajaweza kufika, namsubiria mpaka dakika hii simuoni. Kumbe bana, mume wake wakati anasafiri katika nchi aliyoko huko alikuwa amezuiliwa katika eneo la airport kwa sababu passport yake ilikuwa na changamoto kidogo. Lakini bidada Yora akatimba hapo na kusema kwamba na kuapia kwamba nitakwenda kukutafutia mume wako na atarudisha ndani ya nchi yetu haraka sana, naomba ukajifungue. Mwanamke anasema hawezi akajifungua mpaka mume wake awepo. Basi baada ya bidada Yora kubembeleza sana, lakini uchungu unacheza nao wewe nini, mwisho wa siku bwana mama akapelekwa katika hospitali ya jirani kidogo na akaweza kujifungua pale. Lakini sasa bidada akaanza kuhangaika kupata juhudi za kuweza kumpata mume wake. Na kumbe mume mtu alikuwa anatumia passport ambayo ni feki. Sio kwamba hakufika nchini Korea, alikuwa amefika, ila tofauti ni kwamba alifika ila akazuiliwa hapo katika vitengo vya uhamiaji. Na bidada Yora alienda kutoa taarifa akisambaza ile picha kwamba kama huyu mtu ameshafika katika airport yao, anaomba ashughulikiwe haraka sana kwa sababu mke wake yuko kujifungua na anahitajika sana huku. Na hiyo picha ya huyu jamaa akamsambazia mwamba Suyang na akamwambia kwamba wasaidiane kumtafuta mtu huyu. Basi Suyang wakati anaendelea kuzunguka hapa airport, si ndo akamwona jamaa akiwa amekaa siti kabisa ya nyuma huko anasubiria utaratibu wa migration waweze kumshughulikia kwa sababu alikuwa na passport feki. Basi wakati huo watu wa miji wakaja na kusema kwamba wewe unahitajika bana, unatakiwa kurudishwa katika nchi ambayo umetokea mpaka utakapopata passport original ndio urudi tena katika nchi yetu. Mwamba Suyang ikabidi kumrudia bidada Yora na akamwambia kwamba huyu bana mume wake kumbe ameingia hapa nchini, lakini ameingia na passport ambayo ni feki. Kwa hiyo anatakiwa kurudi tena katika nchi aliyotokea mpaka apate passport original ndio ataruhusiwa kuingia ndani ya nchi. Lakini bidada Yora hakukubali kabisa. Hakutamani kuweza kuona kwamba mume wa huyu mwanamke anarudi katika nchi aliyoweza kutokea ikiwa tu mke wake ameweza kujifungua huko naye amemhakikishia kwamba atakwenda kuonana na mume wake. Akaomba kwenda kuonana na idara ya ulinzi. Lakini mume wa huyu mwanamke mjamzito alielekea katika maeneo ya mabafu, akalia sana akimwambia mke wake hongera sana kwa kuweza kujifungua. Mke anauliza unafika saa ngapi? Mimi nilikuwa nakusubiria wewe. Mshikaji kitu ilimuumiza sana mpaka huyu afande ambaye alikuwa yuko kando yake naye alikuwa ameumia sana kuona hii scene. Akajisikia vibaya sana. Sasa jamaa wakati sasa anatakiwa kupelekwa katika ndege ili aweze kurudishwa katika nchi aliyotokea, mwamba akamsukuma huyo mlinzi akaanza kukimbia. Hasa Suyang kwa kuwa haya ni majukumu yake akaanza kumfukuzia huyo jamaa. Lazima mwamba arudi katika nchi aliyoweza kutokea. Jamaa alikimbia sana yani akafika katika eneo ambalo hakuna sehemu ya kuweza kuelekea. Akachomoa peni akamwambia jamaa, na kuomba uniachie familia yangu. Nataka nimuone mke wangu amejifungua. Kama mnataka kunirudisha mtanirudisha baada ya mimi kumuona mke wangu. Lakini Suyang akasema hakuna namna yoyote ile ya kuhakikisha jambo hilo linatokea mpaka uweze kubadilisha passport ndio utamuona huyo mke wako aliweza kujifungua. Jamaa alikasirika sana, akachukua ile peni akawa anamchoma nayo jamaa, lakini bahati mbaya alimchoma katika eneo la mkono wenye chuma. Na bado aliendelea tu kumataki jamaa. Kadri anapozidi kumshambulia akajikuta tu ameweza kuporomoka, alikuwa anataka kuanguka kuelekea chini, lakini mwamba akaweza kumdaka na kumnyenyua kama karatasi tu. Na hii scene ilikuwa inashuhudiwa na yule mwamba Dogun kaka yake. Na katika sekunde za kuhesabu maafande walikuwa wamefika eneo la tukio na hapa wakaweza kumchukua jamaa, lakini jamaa alisema kuwa yuko sawa. Ila kaka mtu Dogun alipokuwa akimtazama mdogo wake
yake kwa umakini aligundua kwamba mkono wa mdogo wake ni vyuma tupu. Na huku upande wa pili bidada Yora ameweza kutumiwa picha yule mwanamke akiwa yuko na mtoto wake. Akamfuata sokoni na kumwomba kwamba kwa oda yako wewe kama kiongozi wa masuala ya mapokezi, naomba umruhusu yule mwanaume aje kumuona mke wake angalau hata kwa mara moja tu. Basi sokoni akaruhusu. Ni kweli mwamba aliruhusiwa kwenda kuiona familia yake, lakini hakuruhusiwa kuishika yani uso kwa uso. Basi akawa anaongea na familia yake kupitia kioo. Jamaa alifurahi sana kumuona mtoto wake na mke alifurahi sana kumuona mume wake. Japokuwa mume wake anarudishwa katika nchi aliyotokea, lakini akifamilisha mchakato wa passport basi atarudi tena. Na wakati mwamba Suyang anaendelea kutumia peni yake huko ofisini kwake, akashangaa ile peni inaweza kurukia katika mkono wake. Mpaka pini zilizotokea Tunduma kule kwa vijana wanaogopa kuibiwa nyeti zao, na zenyewe bado zilikuja katika mkono wa jamaa. Na hapa ndipo ambapo Suyang alishtuka kuwa huenda mkono wake wakati ule ametobolewa na biki ulikuwa umeasiliwa kiasi chake. Jamaa ikabidi kujificha katika chumba fulani cha siri, kisha akaufungua mkono wake na akagundua kwamba ilikuwa ni jeraha dogo tu ambalo litakwenda kuwa solved hivi karibuni. Lakini inaonekana kuna ndege ambayo ilikuwa inaelekea kutua katika ile eneo la airport. Hii ndege ilikuwa inawaka moto katika upande wa engine. Na kumbe bidada Yora naye alikuwa anataka kumpokea mama yake siku ya leo, ndo alikuwa anakuja. Kwa alikuwa na furaha sana. Ila anatazama katika dirisha anaona kuna ndege inakuja. Basi wakati huo kuna alamu ikawa imeingia katika simu yake kwamba kuna ndege inakuja ikiwa inawaka moto engine. Na bidada Yorang alikuwa na hofu kubwa sana. Na mwamba Suyang alikuwa anajiandaa kwa ajili ya kuweza kurudi nyumbani. Ghafla akamwona bidada akiwa anachungulia ndege ambayo ilikuwa inakwenda kutua. Tena alikuwa na hofu sana. Ikabidi kutazama mara mbili. Nini ambacho kinaendelea? Akakumbuka namna ambavyo bidada alikuwa na furaha siku za hivi karibuni. Alafu ghafla siku ya leo bidada anaonekana ni mwenye huzuni huo. Kumbuka kwamba mwamba bado hajagundua kwamba kuna SMS imetumwa na inaonyesha kwamba kuna ndege inakwenda kutua na inawaka moto engine. Na mwamba alishtuka kwamba huenda bidada anamjua mtu fulani ambaye yuko ndani ya hiyo ndege. Lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu ndege ilikwenda kutua salama kabisa na vitengo vya kuokoaji vilikuwa vimefika kwa wakati, vikaanza kuzima moto ule. Hasa bidada Suyang akakimbia moja kwa moja aende akamsaidia mama yake kule. Lakini mwamba Suyang akamzuia na kusema kwamba lile eneo aliruhusiwi kabisa kulisogelea na wewe ni nje ya mipaka yako. Lakini bidada Yora akasema kwamba mama yangu ndio yuko ndani ya ile ndege. Mwamba akampigia simu Sokon akamwambia kwamba mamake na bidada Yora yuko ndani ya ndege, unaweza kumruhusu bidada kuelekea kule, lakini Sokon alikataa. Bidada Yora aliondoka kwa huzuni sana katika eneo lile. Basi mwamba akawa anamwambia bidada kwamba nitajie jina la mamako ni nani, akiwa amempigia simu. Bidada akataja jina. Mwamba moja kwa moja akaondoka na kwenda kumfuata huko mama mtu. Na alidanganya akapanda katika ambulance akasema ameagizwa na kiongozi wake kwenda kutoa support. Kwa hiyo haraka sana jamaa akaruhusiwa kuingia ndani ya ambulance. Na mwamba alipoweza kufika eneo la tukio akawa anamuulizia kila abiria, "Je, wewe ni mama yake na bidada Yorang?" Kila mtu alikuwa anamuulizia hivyo hivyo. Sasa hii scene iliweza kuonekana na mlinzi mmoja anayefahamika kama Yanju. Akawa anatazama hii scene kwa umakini sana. Lakini wakati abiria wote waliweza kutoka salama, kuna abiria mmoja tu alikuwa ameumia na hakuwa mwingine bali ni mama yake na bidada Yora. Na mwamba alianza kumhudumia kwa umakini kabisa ndani ya ambulance. Hasa wakati ameshamnywesha maji mama yake na bidada Yora, ila anapokea yale maji, kwa bahati mbaya maji yakawa yamemwangukia katika ule mkono wake na mkono ukaacha kufanya kazi dakika hiyo hiyo. Jamaa akakimbia sana. Lakini katika dakika hizo hizo bidada Yora aliweza kumuona mama yake, basi alimkumbatia kwa furaha sana. Ndio kitu ambacho mwamba Suyang alikuwa anatamani kukiona kwa bidada. Alitamani kuiona furaha ya bidada iko wapi. Lakini mama mtu wakati anaondoka katika ile eneo la airport akawa anamwambia bidada Yora, "Naomba usisahau kumshukuru yule kijana aliyeweza kunisaidia mpaka nimetoka salama kabisa. Naomba usisahau kumshukuru." Hasa bidada Yora alijua kwamba hapa ni kitengo cha ulinzi ndio walioweza kumuokoa mama yake. Akaanza kuambia, "Jamani, nashukuruni sana kwa kuweza kumsaidia mama yangu." Lakini wakasema hapana, aliyeweza kumsaidia mama yako alikuwa ni mwamba Suyang, na hiyo aliongea bidada Yanju. Wakati huo bidada Yorang akaanza kumpigia mwamba, lakini jamaa alipoweza kuiona simu ya bidada akawa amekata. Kumbe mwamba alikuwa yuko kwa PhD, yule daktari ambaye aliweza kumtengeneza mkono huu. Bidada alielekea mpaka katika eneo ambalo mara nyingi sana mwamba anakutana naye mara nyingi, lakini siku ya leo alisubiri na kusubiri, lakini mwamba hakuweza kutokea katika eneo hili kabisa. Ikabidi bidada asubiri sana pale, kama masaa matatu yakawa amefika, mpaka saa 4 usiku yani hakuweza kumuona mwamba. Jamaa ndo akawa anajitokeza. Dakika hizo hizo alikuja na mwamvuri. Bidada Yorang akasema, "Vipi, uliweza kumsaidia mama yangu leo airport?" Lakini jamaa akasema, "Hapana, sikuweza kumsaidia mama yako." Lakini Yorang akasema, "Mbona mimi Anju amesema amekuona wewe kwamba ulikwenda kumsaidia mama yangu? Kwa nini unapenda kuwasaidia watu katika hali ya usiri sana? Kwa nini unapenda kwamba kila unachokifanya kifichike kisiweze kujulikana?" Lakini bado Suyang akazidi kusema kwamba hakuweza kabisa kumsaidia mama yake na bidada Yora. Basi bidada Yora akawa anamwambia mwamba, "Kwa hiyo utaendelea kufanya siri mpaka lini maisha yako? Na isije ikawa unayafanya haya yote kwa sababu labda unanipenda." "Vipi, unanipenda mimi?"
Huwezi kuamini, Mwamba Suyang alibaki ameduaa tu, yani anashangaa, yani alishindwa kabisa kutoa jibu kwamba anampenda bidada au ampendi. Walibaki wanatazamana tu usoni, jamaa anamtazama bidada, bidada naye anamtazama Mwamba, mpaka mvua ilipoweza kukata. Afu jamaa alishindwa kujibu chochote kile, akawa anaondoka zake. Kumbe jamaa anahofia kwamba yeye ni mlemavu, anajiona kama ni mdhaifu labda. Mwamba anaamini kwamba hapaswi kumpenda msichana yoyote yule, wala hana haki ya kumpendana na binadamu yoyote yule. Kwa hiyo yeye ni kama vile jamaa ni sometimes katika maisha huwa inatokea mara baada ya binadamu anapopata udhaifu fulani na kuamini kwamba kuanzia sasa hivi hawezi kupendana na mtu mwingine yeyote yule, anapogusiwa swala la mapenzi ama mahusiano, huwa anahisigi kwamba hana haki katika eneo hilo. Na ndicho ambacho kimemtokea Mwamba Suyang. Haamini kabisa kwamba masuala ya mahusiano yanapaswa kuzungumzwa kwake, kwa sababu yeye ni mlemavu, ukizingatia kwamba ana mguu wa bandia lakini pia ana mkono wa bandia. Jamaa anahisi kwamba hana haki ya kupendana na binadamu yeyote yule. Jamaa aliondoka kinyonge sana pasipo kutoa jibu lolote. Bwana, tukutane katika episode ya 4 ya recap yetu, na mimi nitakuwa na mambo mazuri zaidi kuliko hata haya.